Huyu ndiye wakili mwaminifu mwenye busara, ambaye Bwana atamuweka juu ya watumishi wake wote. Tafakari ya neno la Mungu tarehe 19 Machi, sherehe ya Mtakatifu Yosefu, mume wa Bikira Maria. Ndugu zangu, tunapomkumbuka Mtakatifu Yosefu katika siku hii ya leo ya tarehe 19 Machi, tunafanya sherehe hii kwa heshima ya huyu ambaye Mungu alipenda kumteua na kumweka awe baba mlishi wa Bwana wetu Yesu Kristo na mume wa Bikira Maria. Mtakatifu Yosefu, kama tulivyosikia katika somo la Injili takatifu ya siku ya leo kutoka katika Injili ya Mtakatifu Mathayo sura ya 1 mstari wa 16 na mstari wa 18 wa 21 na ule wa 24, aliteuliwa na Mungu Mwenyezi aweze kuwa baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, baba mlishi. Ampe jina Bwana wetu Yesu Kristo, lakini pia hawe mume wa Bikira Maria, akubali kumpokea Bikira Maria kama mke wake. Mtakatifu Yosefu alipokea majukumu hayo na kuyatekeleza kwa utii wa imani. Kumbe basi, katika tafakari hii nawaalika tuongozwe na wazo hilo, kupokea wito wa Mungu kwa imani. Mtakatifu Yosefu, tukiwa katika kipindi hiki cha Kwaresma, tunaweza kwa upande fulani tukamfananisha pia na Simeoni wa Kirene, ambaye bila kutegemea, akiwa anatoka tu kwenye shughuli zake, akakutana na msafara wa watu wanaompeleka mtu kwenda kumsulubisha, akashurutishwa na maaskari kwamba aupokee na kumsaidia Yesu kubeba msalaba. Kwa upande fulani, bila shaka Simeoni alipata ugumu, lakini alikubali na akaupokea huo msalaba na kumsindikiza Bwana wetu Yesu Kristo, na hadi hivi leo tunamkumbuka kama mfano wa utayari wa kuitikia wito. Mtakatifu Yosefu pia ni mfano wa utayari wa kuitikia wito, na ni mfano kwetu sisi wa kupokea wito wa Mwenyezi Mungu kama msalaba wa maisha yetu kwa utii wa imani. Tunafahamu sote, labda ningerudia tu kwa manufaa ya kukumbusha, kwamba Bikira Maria na Mtakatifu Yosefu walikuwa wamekwisha weka agano la ndoa. Lakini kwa wakati ule wa nyakati zao, ndoa ilikuwa inafungwa katika hatua kuu mbili. Bikira Maria na Yosefu walikuwa wameshafanya hatua ya kwanza. Kabla ya kufikia hatua ya pili ya kuhitimisha, ndiyo mipango yote ya Mungu ikaweza kudhihirishwa. Hatua ya kwanza ilikuwa inahusisha, baada ya kuwa wachumba wamekubaliana kwamba wataoana, basi ilikuwa inahusisha familia za wachumba hao kwenda kuweka makubaliano na kuagana na kuweka agano, na kutoka hapo basi wakatangazwa kuwa tayari hawa ni mume na mke. Lakini kwa hatua hiyo ya kwanza hawakaribiani bado, hawaendi kushiriki wala hawaendi kuishi pamoja. Wanakaa wakisubiri kwa muda fulani, huku wakiendelea kuchunguzana, kusalimiana, kutembeleana, hivyo na familia pia zikiendelea kuishi pamoja kama kipindi cha matazamio, ambacho tunaambiwa kinakadiriwa pengine kuwa ni mwaka mmoja kwa kipindi fulani. Alafu hatua ya pili sasa ndio ilikuwa inahusisha, baada ya kipindi cha labda cha mwaka mmoja, kwenda kuishi pamoja sasa, na kutoka hapo ndio kuanza rasmi maisha ya ndoa yale, ambayo tayari walikishaanza kwa mfumo fulani, lakini kila mmoja akiwa kwao na pasipo ile kukaribiana. Sasa wakiwa katika mazingira hayo, ndio linaingia wito wa Mungu, na kwa msingi huo ndio nimemfananisha kwa upande fulani Mtakatifu Yosefu na Simeoni wa Kirene. Mtakatifu Yosefu, kama vile mama Bikira Maria, pia katika mpango wake wa kuoana na pengine kujenga familia yake na huyu Bikira Maria, Mungu anamwambia, katika mpango huo nina mpango wangu. Lakini mpango huu kwanza alijulishwa Bikira Maria na akaupokea. Na Bikira Maria anatufundisha pia kupokea wito wa Mungu kwa imani. Hakusema ngoja kwanza nikamuulize Yosefu, ngoja kwanza nikamuulize baba, ngoja kwanza nijitafakari. Pale pale tu alichomuuliza malaika ni kwamba, mimi ni bikira, sijui mume, itakuwaje neno hili? Malaika akamwambia,
ambavyo itakuwa kwamba ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Bikira Maria akakubali kuwa mama wa Kristo, mama wa Yesu, na mimba ikatungwa katika mwili wake. Bila shaka furaha hii ya Bikira Maria kuteuliwa kuwa mama wa Mungu alikwenda kumshirikisha, pengine hata kwa nafasi ya kwanza kabisa, Mtakatifu Yosefu. Pengine haya ya kuandikwa kwenye maandiko matakatifu. Bila shaka Yosefu, kwa kujulishwa hivyo na Bikira Maria, ndio hii tunayoisikia katika Injili ya leo, akaanza kutia shaka pale alipomuona Bikira Maria ana mimba. Na baada bila shaka Bikira Maria kumwambia mimba hii ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, Yosefu akaanza kusema, sasa nitafanyaje? Ninapokea mpango wa Mungu au ninafanyaje? Kwa vile alikuwa mtu wa haki, bila shaka alitafakari swala katika uzuri. Ni kweli katika kipindi hicho cha hatua ya kwanza ya ndoa, uwezo wa kupeana talaka pia ulikuwepo. Lakini Yosefu aliwaza amuache kwa mtindo gani. Akiwa katika mawazo hayo, ndio ambapo Mungu anamfunulia mpango wake, ambao ni kwamba mimba hiyo ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Wewe Yosefu usihofu kumchukua Bikira Maria, umchukue awe mke wako, lakini utakuwa na kazi ya kumpa jina mtoto yeye atakayezaliwa, ambaye ni mfalme, ambaye atakuwa mfalme, atakuwa mwana wa aliye juu. Utampa jina la Yesu. Maana ya jina la Yesu ni Mungu anaokoa, na ndio kazi ambayo Yesu anakuja kufanya, Mungu anayeokoa. Yosefu akatoka, alipoamka kutoka katika usingizi wake, akapokea ule wito ambao Mungu alimpa na akautekeleza. Kwa haraka haraka tujifunze nini? Yosefu naye amekubali bila hata kusema ngoja kwanza nikamuulize Maria, ngoja kwanza nikafanye hivi, ngoja kwanza itakuwaje. Amepokea wito wa Mungu pasipo kujiuliza na ameutekeleza. Sisi tumeitwa katika wito gani? Tunaupokea wito huo wa Mungu kwa imani, tunautekeleza kadiri ya mapenzi ya Mungu, au pengine tunamwekea Mungu masharti magumu na wakati mwingine tunaukataa na kukimbia wito wetu? Ndugu zangu, katika neno la Mungu, somo la kwanza la siku ya leo linalotoka katika kitabu cha pili cha Samueli, sura ya 7 mstari wa 4 hadi wa 5 na mstari wa 12 hadi wa 14 na ule wa 16, tunaelezwa ambacho ni Daudi mfalme alitaka ufalme wake udumu na ufalme wake uwe imara katika kumjengea Mungu nyumba, udhihirisho wa utawala. Lakini Mungu anamwambia Daudi, ufalme wako nitauweka kuwa imara, lakini nitaibua mwana mzaliwa kutoka kwako, ambaye kwangu atakuwa mwana, nami nitamuongoza na ufalme wako utakaa milele. Ndugu zangu, ukiyatafakari maneno haya, na hata kwa wakati wa Daudi pengine na wakati wa wana wa Israeli, walitegemea mzaliwa huyo wa Daudi atakuwa mmoja tu kati ya wafalme kama walivyo wafalme wengine wanaokuja na kuondoka, lakini ufalme wa Daudi utadumu milele. Je, ilikuwa ndio njia hiyo ya Mungu? Hapana. Njia ya Mungu ilikuwa kwamba ufalme huo utadumu milele kweli. Ataibuka mmoja katika uzao wa Daudi. Lakini Bwana wetu Yesu Kristo anakuwaje mzao wa Daudi? Ndio tumesikia. Yusufu anatoka katika ukoo wa Daudi. Na huyu Yusufu ndio mume wa Mariamu ambaye alimzaa Yesu aitwaye Kristo. Katika kuandika hivyo, Mtakatifu Mathayo anakazia kabisa kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo akujahusisha mapenzi ya kimwili kati ya Yusufu na Mariamu, isipokuwa ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa maana anataja wazi kabisa Yakobo akamzaa Yusufu mumewe Mariamu aliyemzaa Yesu aitwaye Kristo. Kwamba kuzaliwa kwa Yesu kulitokana na kwa Bikira Maria ambaye mimba yake ilitungwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na hata katika kitabu cha ukoo wa Bwana wetu Yesu Kristo ambayo anaiandika Mathayo katika sura ya 1 mstari wa 1 hadi ule wa 15, pale anapoelezea kizazi cha Yesu, Mariamu ndio mwanamke pekee ambaye anatajwa fulani akamzaa fulani. Majina mengine yote ni ya wanaume. Na hiyo kuzaa sio katika kuzaa kwa kutoa kwa mwanamke kuzaa, ni katika maana ya kwamba baba ni nani. Na ndio maana anapofika kwa Yosefu, Mathayo anajua ukweli, anaandika vizuri kabisa. Yosefu yeye ni mume wa huyu Mariamu, lakini baba huyu Bwana wetu Yesu Kristo kwa kuwa ni Mungu, huyu Mariamu ambaye ni mke wa Yosefu, Yosefu ameingia tu kuwa baba katika sheria na Mungu na kupokea mpango wa Mwenyezi Mungu. Basi ndugu zangu,
Katika ahadi hiyo ambayo Daudi aliahidiwa inakamilika kwa Bwana wetu Yesu Kristo anayezaliwa kutoka kwenye ukoo wa Daudi. Sisi nasi tunashirikishwa katika ufalme huo, ambao ufalme wa Bwana wetu Yesu Kristo ukoje? Ni ufalme tunaoingia kwa imani. Imani hiyo ambayo imemthibitishia Ibrahimu, sio tena katika tu agano lile la kale kwa kupitia sheria, bali katika agano la imani. Ibrahimu alipokelewa na alimwamini Mungu na alibarikiwa na Mungu kwa sababu ya imani yake. Ndio imani hiyo ambayo inamsukuma Yosefu kupokea wito wa Mungu na kutimiza majukumu yote yale ya Mwenyezi Mungu. Na ndio imani hiyo ambapo sasa ufalme unaodumu milele ni wa Mungu mwenyewe kwa kupitia Bwana wetu mpendwa Yesu Kristo, ambao sisi sote tunashirikishwa katika ufalme huo. Tunauingia huo ufalme sio kwa sababu ya damu, kwamba tuna damu ya Kiyahudi. Hapana, tunaingia katika ufalme kwa sababu ya Bwana wetu Yesu Kristo, kwa njia ya imani ambayo tunashirikishwa kwa ubatizo na kwa sakramenti za kanisa. Tunaishije wito wetu mfano wa Mtakatifu Yosefu? Kama nilivyosema, Yosefu aliukubali wito na kuupokea kama msalaba ambavyo unakubalika kuja katika maisha yetu. Mungu anapotutembelea katika maisha yetu nyakati zozote zile, tuwe tayari kupokea mwito na sauti ya Mwenyezi Mungu na kuutimiza inavyotakiwa. Yosefu anasifika kwa unyenyekevu. Tujifunze nasi fadhila hiyo ya unyenyekevu. Tujifunze fadhila ya imani, fadhila ya utii, fadhila ya uaminifu katika kazi na uaminifu katika kutimiza majukumu yake kama baba. Tuwaombee wanaume wote ambao wameitwa katika miito, kwanza kabisa kuwa baba katika familia, lakini pia katika wito wa kutenda kazi kutunza familia zao, ili waendelee kukumbuka na kutimiza majukumu yao inavyotakiwa, wasikimbie wala wasiaache. Tuwaombee akina mama wote wazidi kuwa akina mama bora na wake waaminifu kwa waume zao na kutimiza majukumu yao katika familia zao na katika kanisa na ulimwengu kwa ujumla. Tuwaombee na watoto wote, ili kwa mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyekubali kuzaliwa katika familia ya mwanadamu, waweze kuishi katika utii kwa wazazi wao, katika heshima na kupokea malezi yale ambayo wazazi wanawapa, ikiwamo kushirikishwa katika shughuli zao za kazi. Ndugu zangu, tuupokee wito wetu kama msalaba na kuishi katika maisha yetu ya kila siku kwa imani, kwa utii na kwa uaminifu, kwa mfano na maombezi ya Mtakatifu Yosefu. Yeye aliye mlinzi na msimamizi wa familia takatifu aweze kuilinda na kuisimamia na kuiombea familia takatifu ya Mwenyezi Mungu. Tumwombee baba wetu Mtakatifu Francisco, ambaye katika siku hii ya leo anakumbuka miaka 12 tangu alipoanza rasmi, baada ya kuwa amechaguliwa tarehe 13 Machi 2013, alianza rasmi wito wake. Alianza rasmi toka siku alipochaguliwa, lakini kwa misa takatifu ya ufunguzi iliyofanyika tarehe 19 mwezi Machi, siku ya Mtakatifu Yosefu. Tumwombee bado afya njema ya mwili na roho na uaminifu na uaminifu katika kulitenda na kulichunga kundi la Mungu. Mungu atulinde, Mungu atubariki, Mungu atuongoze kwa sala na maombezi maaminifu ya Mtakatifu Yosefu, baba mlisho wa Bwana wetu Yesu Kristo, na mume wa Bikira Maria, wakili mwaminifu na mwenye busara, ili na sisi tuweze kuwa wema, waaminifu na wenye busara katika kupokea majukumu ya Mwenyezi Mungu na kuyaishi kwa milele yote. Mungu atulinde na kutubariki. Tumsifu Yesu Kristo.